Yes, mwaka 2025 kwa maana ya 2025 ni mwaka wa uchaguzi hapa Tanzania, kwa maana kila baada ya miaka mitano huwa taifa la Tanzania ina kawaida kufanya uchaguzi wa viongozi mbalimbali wa serikali, kwa maana viongozi wale wa juu kuanzia rais mpaka wabunge, lakini pia na viongozi wengine. Sasa hii imekuwa ni tofauti pia kwa msanii ama imekuwa ni baraka kwa msanii wa muziki wa Bongo Flava Harmonize. Kupitia ukurasa wa Instagram kule Insta story ameweza kuandika habari ambayo kidogo imeibua hisia za watu wengi sana, haswa mashabiki zake, kwa maana ya kwamba ameandika kitu ambacho kinaashiria kwamba mwaka 2025 atakwenda kugombea huko kwao Mtwara, kwa maana ya jimbo lake la Tandahimba. Lakini pia Harmonize hajaweza kusema exactly ni lini ataweza kutangaza nia ni lini tarehe hiyo, lakini ametupa tu kama hint kwa wale mashabiki zake, lakini pia kwa watu wote na wadau wote wa muziki wanaomfuatilia kwa ukaribu zaidi, kwamba anawapa taarifa kwamba yanayokuja huko mbele kuhusiana na yeye kuwa kiongozi ama mbunge yako moto na yajayo kweli yanafurahisha. Sasa kupitia ukurasa wake wa Instagram Insta story ameandika hivi: bunge lijalo tam sana, can't imagine unyamwezi unakuwa mwingi sana, acheni kukalili, nachukua jimbo kwa ridhaa ya CCM, na wakilisha wana wa Tandahimba na ngoma zitatoka mfululu. Tandahimba ndiyo wilaya yenye vyanzo vya maji vingi kuliko zote Tanzania: 1, Chitoholi 2, na Kayaka 3, Muhuta Shimoni 4, Milidu 5, Michenjele 6, Mnyawa. Ila kwa bahati mbaya sana mbunge aliyekuwepo sina hakika kama ana namba za kaka yangu Mheshimiwa Juma Aweso. Sijaweka mipango yoyote ya kuchaguliwa, simfahamu mpendwa mjumbe yoyote. Nataka wanatandahimba wanichague kwa haki, maana kuwa mwakilishi wao ni jukumu nililowaachia wanatandahimba wenzangu, wakashindwa kulifanya kisawasawa. Inshallah nitawaambia lini nitachukua fomu. Nitatembea kutoka Mtwara mjini kwa mguu mpaka Tandahimba hadi Newala kumsalimu mzee wangu Mkuchika pamoja na wana CCM wenzangu, wazawa wenzangu wa Mtwara. Hayo ni maneno ya kwake Harmonize akijaribu kuambia mashabiki zake kwamba mwaka huu atakwenda kugombea kule Tandahimba, kwenye jimbo la Tandahimba kule mkoani Mtwara, ambapo ndiko alikotokea msanii huyu wa muziki Harmonize, kwa maana jina lake halisi ni anaitwa Rajab. Sasa kwa wale mashabiki zake ambao mlikuwa mnapenda kijana huyu ama msanii huyu aweze kuchukua jimbo huko Tandahimba ama aweze kuwa mbunge akawakilishe wananchi kule bungeni, sasa Harmonize tayari iko tayari na anakuambia soon tu atakwenda kutangaza tarehe ya yeye kwenda kuchukua form. Lakini amesema kwamba atakuwa tayari kutembea kwa miguu kutoka Mtwara mjini mpaka Tandahimba hadi Newala kwa ajili tu kwenda kumsalimia mzee wake Mkuchika pamoja na wana CCM wenzake, wazawa wenzake wa kule Mtwara, huku anasema akiliimba jina la rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan mitano tena. Karibuni sana best couple featuring King Rude Boy, tonight another African hit. Sasa hayo ni maneno ya kwake Harmonize aka Konde Boy akijaribu tu kuambia mashabiki zake kwamba wakae tayari kwa ajili ya kuweza kumchagua, kwa sababu yuko na nia ya kwenda kuchukua fomu kwa ajili ya kugombea ubunge kwa mwaka huu 2025 kule katika jimbo la Tandahimba. Unaamini kila alichokisema Harmonize kama ni kweli, na unaamini kwamba akigombea kweli wananchi wa Tandahimba watakuwa tayari kwa ajili ya kumwamini ili akawe mwakilishi wao kwa ajili ya kuweza kusema matatizo yao kule bungeni? Ni kweli unaamini kwamba wanatandahimba watakubali Harmonize akawe kiongozi wao kwa kipindi cha miaka 5 bungeni kwa ajili ya kuweza kuwawakilisha kama wananchi huko bungeni? Mimi naitwa Genevieve na hii ni Wabobezi TV. Endelea kutufuatilia huku ukidrop comment yako kuhusiana na uko tayari kwa Harmonize kuwa mbunge wako, kwa wale wana Mtwara lakini pia wale wana Tandahimba. Lakini pia kwa mashabiki wa Harmonize, je, mko tayari kwa Konde Boy kuweza kushiriki ama kuweza kuchukua fomu kwa mbunge? Na unahisi akiwa mbunge yale mangoma mfululu ama mangoma mfululizo ataendelea kuyatoa kama ambavyo ametuaminisha? Sasa drop comment yako kupitia hapa Wabobezi TV YouTube, lakini pia kule TikTok pamoja na Instagram tupatikana kwa jina moja hilo la Wabobezi TV, na mambo yatakuwa fresh kabisa.